Karibu tena mpendwa mtazamaji, tunakuletea tafakari masaa haya inayo kichwa kinachosema maana ya kuwa chini ya neema. Maana ya kuwa chini ya neema. Katika kizazi hiki ambacho tunakiishi, sote tunaamini kwamba tunakuwa chini ya ufalme wa neema. Na tunaposoma waraka wa Warumi namna Paulo alivyoandika katika aya ya 6, Waroma aya ya 6 mstari wa 14 hadi ule wa 15, kunakuwa mafundisho na mafunuo mengi. Na hapa katika ule mstari wa 14 Paulo anasema hivi: kwa sababu dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu ninyi si chini ya sheria, lakini chini ya neema. Huyu mwandishi anasema kwamba dhambi haitawatawala ninyi, kwa maana ninyi si chini ya sheria bali ni chini ya neema. Ni lazima tuweze kutambua maana ya kuwa chini ya neema. Katika fundisho hili linafunua vitu vitatu ambavyo ni muhimu katika maisha yetu ya kila siku. Na kitu cha kwanza ni kwamba hatuko tena chini ya condemnation, yaani hatuhukumiwi tena na sheria, kwa sababu tulijua kwamba dhambi ilipoingia katika ulimwengu, hii dhambi ilizaa mauti. Lakini hapa inaonekana kwamba baada ya dhambi kuingia, neema ilikuja na ikaleta zawadi, na hiyo zawadi ni uzima wa milele katika Yesu Kristo. Ina maana kwamba kila mmoja ni lazima atambue kwamba hii zawadi ambayo ni ya bure, maana yake uzima wa milele, umetolewa. Ikimaanisha kwamba kukuwa chini ya neema ni kukuwa na imani katika Kristo, ambako muamini anapata msamaha na kuhesabiwa haki. Kukuwa chini ya neema ni kukubali kwamba nimesamehewa. Na ndio maana kuna kisa kimoja ambacho napenda ni kuonyesha, na kisa hiki kinalenga mtu mmoja ambaye alikuwa amefanya dhambi na ameshikwa. Na huyu mtu wakati alipoadhibiwa vikali kwenye serikali, yule aliyekuwa mshikakiti akakusudia amrehemu, kwa maana sheria ilikuwa inamwambia eti atakufa. Bali yule mshikakiti akasema hapana, hautakufa. Na kwa sababu alimupa neema hiyo, huyu kijana akaona ni vema arudi nyumbani, asirudie tena katika hali yake ya uzembe. Na wakati alirudi nyumbani, alienda anapokuwa chini ya neema, kwa maana wakati aliposhikwa na alipopelekwa gerezani alikuwa chini ya sheria. Inamaanisha kwamba wote ambao wamemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wao, wanapokubali msamaha wa dhambi, wanapokubali kwamba wamehesabiwa haki katika Kristo, wanakuwa chini ya neema.
Hii ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kukuwa chini ya neema inatuita sisi tuweze kuishi katika ufalme ambao ni wa neema. Na ufalme huu wa neema inaonyesha kwamba sio tu msamaha, lakini pia ni nguvu ambayo Mungu anatupatia sisi ili tuweze kukabiliana, tuweze kupambana na dhambi. Ina maana kwamba neema inatuongoza kwenye utiifu. Sio kwamba neema inatuleta tuwe watu ambao hawatatii, bali neema inatuleta tuwe watu wanaotii. Na ndio maana kwenye mstari ule wa 15 katika Waroma 6:15 tunasema, nini basi? Tufanye dhambi kwa sababu sisi hatuko chini ya sheria, lakini chini ya neema? Hapana, hata kidogo. Inaonyesha kwamba wale ambao wanakuwa chini ya neema ni watu ambao wanaishi pasipo kutenda dhambi, kwa maana wanaishi katika neema. Hiyo ndiyo jambo la pili kuhusu maana ya kuishi chini ya neema. Jambo la tatu ni kwamba tunakuwa na uzoefu wa kuishi kulingana na kanuni za uzima. Maana ya kuwa chini ya neema ni kwamba sheria za Mungu zinakuwa ni uzoefu wa maisha ya watu ambao wamemwelewa. Na ndio maana katika tafakari hii asubuhi au tafakari hii ya mchana wa leo, napenda uelewe kwamba yule ambaye anaitwa Mkristo obeir au haheshimu ili aweze kuokolewa. Kutokutenda dhambi kwako sio kwamba hautendi hii dhambi ili uokolewe, lakini unapoacha kutenda dhambi ni kwa sababu wewe tayari umeokolewa. Na ndio maana nakualika tuweze kuendelea tunapoishi pasipo kutenda dhambi, kwa maana sisi tayari tumeokolewa. Na kuishi chini ya sheria tunapomheshimu Mungu katika hali yetu yote ya Ukristo, na Mungu ataendelea kujisifia sisi kwa sababu ametukomboa kwa neema. Na hii ndiyo maana ya kuishi katika neema. Kwa hivi Bwana akubariki na Bwana akufundishe kwamba wewe hauko chini ya sheria, bali unaishi chini ya neema, na ndiyo maana haupaswi kutembea kama utakavyo. Mungu akubariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen.